Wao wanaenda wanapanga jinsi ya kushika Gachagua na kuwekea yeye sumu, alafu wana turn around kusema Gachagua watamshika. You see what is happening? Tuko in a very bad situation. Hii mambo ya kusema ati kwamba Gachagua hakujitoa kwa serikali ndio aanze kusema one term. Gachagua ni wewe ulimtoa. Ukimtoa usijui ulikuwa na expect afanyage nini. Umetoa yeye, ako na watu nyuma yake milioni kama 7, milioni 9, Mount Kenya 90% iko nyuma yake. Sasa ulikuwa na expect afanye nini? Si lazima angeenda atafuta watu wa kukutoa. That is what happened. For every action kuna reaction. So hebu kusikwe ni kama hatuelewani. Hakuna siku mheshimiwa Gachagua aliandika barua akatoka serikali. Mheshimiwa alikuwa anakuuliza maswali ndio muweze kuendeleza Kenya mbele. You decided to impeach Gachagua very mercilessly na kwa aibu nyingi sana, national shame. Yangu ni Dr. Peter Mbae na tumekuja hapa leo kwa hii kanisa ya PCEA Shabab kwa sababu ya kumsindikiza mama ya mzee wetu ambaye tunaita Ernest Mwibu. Ernest Mwibu ndiye mwenye Carnation Hotel Avenue Suites. Yeye ni chairman wa Nawasco, yeye pia ni board member wa Unitas Sacco na vitu mingi sana ambao wanafanya. Na wao ndio walikuwa waanzilishi wa hii town miaka mingi. Kwa hivyo mimi huwa tunamuita chairman, tumekuwa naye hapa miaka mingi katika hii town. Kijana yake ambaye anaitwa Caleb, tulifanya naye kazi katika serikali ya kwanza ya Kenneth Bogwa, governor wa kwanza hapa. Mimi nikiwa member wa Public Service Board, Caleb alikuwa PA wa governor siku hiyo. Naye mzee alikuwa advisor wetu huko, na pia tukasema ni vizuri kuja kupatiana heshima kwa kumpoteza mama, kwa sababu mama amegonga miaka 87, amekuwa na whole generation. She has done her bit on earth, she has done the will of God, ameserve community, ameserve kanisa, ameserve familia. She has done the best she could. These are the heroes we'll be talking about. Wakati tunaongea mashujaa, these are the mashujaa. 87, since those years she has done everything. She has this generation, amekuwa elder, na ndio maana familia ikasema lazima tufanyie hapa, hatutaenda kwa uwanja, because she has done her bit. These are the people who should be in that hall ya kusema mashujaa siku ya mashujaa. Lakini siku ingine tunaonaga watu wanajitafutia wenyewe kwa wenyewe, wale wako na makaratasi pale kwa ofisi wenyewe wanajiandika, wale ambao wanaandika list ya mashujaa wanajiandika. These are the heroes who should be honored because of what they have done for this county and for this country of Kenya. Lakini kwa hivyo nasema apumzike vizuri na Mungu kwamba aende kupatia nguvu familia in a very good way. That's why we came all the way present, tukue hapa na tuseme kwa niaba ya wale ambao hawakuweza kukuja, tumeweza kupatiana pole zenu. Lakini ya pili, tumeona ya kwamba mambo inaendelea kwenda namna hii kwa nchi. I want to say from the word go, mimi ni mtu ambaye ni mtaalamu ya mambo ya amani, peace and conflict studies. Na mimi I want to say nimezaliwa hapa PGH hapa Nakuru. So kama kuna mtu ambaye anajua umuhimu ya amani ni mimi. And I want to say from the word go, what we are asking tukienda 27, wacha watu wakuwe tolerant. Hakuna mtu mkubwa kuliko mwingine. Sisi tulikuwa hapa tukiambia watu ya Nakuru waingie UDA siku ile, na tukafanya hiyo kazi yote, tukafuata hiyo mambo yote na tukaanza kusaidia hii serikali. Lakini wakati mambo ilionekana haiwezekani, tuko na uhuru ya kutoka na tujiunge na chama ambaye kila mwananchi ako na uhuru ya kuingia chama. Kila mtu Bungoma, Kakamega, wapi huko Coast, huko Northeastern, kila mtu aingie chama yake. Na juzi tumeona mambo ambayo inaendelea kuendelea mbele ya kwamba mheshimiwa Rigathi Gachagua sasa baada ya kumuwinda mara kama 6, kumuwinda including pale kwa chama, na watu wakisema ati chama ati goons walitumwa. Mimi nilikuweko, mimi I was part of the organizers ya hiyo launch, ya hiyo unveiling, na hiyo mambo yote nilikuwa. Wale vijana wakikuja ni vile tu tulisema hatutaki mwagikaji wa damu, tukawafukuza pole, tukaweka risasi juu, security yetu wakaenda. So ningeenda kwanza niombe waziri, tafadhali waziri wa security, kuna some responsibility ambayo unafaa ukuwe. Waziri yote wa security ashaikuwa Kenya, anakuwa naye some responsibility. Matamshi ingine unaongea hairinganishi na hiyo kiwango ya interior minister, because wewe una hold DCI, polisi, tear gas. Ukikuwa a bit uonekane hauko sawa kabisa, unaweza weka inji kwa shida. So hii kuja kuongea tu hivyo kusema ni vijana walikuwa wametumwa, and you are the minister and you know it's not true. Hii mambo ndio inaleta shida hii. Ndio maana watu wanakasirika. Just try to be responsible because you are the minister for security. Lazima pengine uambiwe na watu kuna mambo kama waziri ufai kuongea. Lakini I want to say this, ya kwamba wao wanaenda wanapanga jinsi ya kushika Gachagua na kuwekea yeye sumu, alafu wana turn around
kusema Gachagua watamshika. You see what is happening? Tuko in a very bad situation. Ya kwamba wenyewe wanapanga. Baada ya kuzungusha Gachagua hiyo mheshimiwa Gachagua hiyo makanisa yote kumfuatafuata na vijana, wameona is not enough. So they want to target him more. Alafu wana turn around kuweka propaganda. Mheshimiwa alisema hivi. Na mimi nataka nirudie tena. Tuongee tu kwa kifupi. Ya kwamba tunaona dalili inaitwa early warning signals ya kwamba vile wa viongozi wanaongea. Mmoja akasema tutaongeza kura zisipotosha. Mwingine wa karibu sana katika system akasema wao ndio wanajua kukoroga 24 years. Wengine akasema hakuna kitu kama one term. Na ni viongozi ambao tunajua wako na ushawishi. Mwingine huko juu waziri mahali rais alikuwa Northeastern. Waziri mmoja akasema kura ambazo rais atahitaji kushinda wao ndio wataongezea. In the same time akisema hivyo kuna ile mambo ya vitambulisho kusema ya kwamba hakuna vetting. Meaning ukiconnect hakuna vetting ya ID upande ule, alafu kusema si ndio tutaongeza kura, matamshi kama hayo. Godana governor wa Tana River akasema mkutano wa security ambao waziri alikuwa wa security. Godana mheshimiwa akasema ya kwamba watu wametoka Somalia. Yeye akasema watu ya kutoka Somalia wamekuja Kenya huko Tana River na wakapatiwa location na wakapatiwa chief wa kutoka Somalia ako huko. Si mimi ninasema, governor alisema. Wakati waziri alisimama alikuwa so livid, alikasirika sana. Alimwambia wewe ndio maana unashikagwa na nitakuita huko Nairobi ni kudiscipline, kitu kama hiyo. So mambo kama hiyo yote inasemwa. Mheshimiwa Gachagua anasema hivi, ukiona kitu inakaa ni kama kuna dalili, anasema tafadhali don't try. Rais, usijaribu kuinterfere na uchaguzi ya 27 kwa sababu wananchi hawatakubali. That is all. Na hiyo mambo hata Gen Z juzi walisema. Wote walikuwa hapo, majenzi wote kama 10. Viongozi wao walisimama na wakasema hakuna siku wa Kenya watakubali matokeo ambayo haitakuwa ya Wakenya. That is what mheshimiwa alisema. Alafu baada ya watu kuleta fujo, mheshimiwa alienda on Sunday akaclarify ya kwamba mimi sikusema kutakuwa na vita. Nilisema lazima uchaguzi ukue huru na rais asijaribu kufanya lolote kuinterfere. Akisema kuinterfere akaongelea IBC. Tayari tunajua IBC kuna watu waine state officers ambao wamekuwa nominated, state officers. Watu ambao kwa serikali zai. Hata kama wanasema wataresign, swali ni je, kulikuwa na watu wengi ambao hawako kazi kwa serikali zai. Kwa nini hawakupatiwa? Hiyo ni moja. Ya pili, wakaweka andedam. Ile kitu ya kusema tunaongeza majina. Baada ya kufanya interview wakaongeza ingine. Wakaongeza watu 6. Watu 6 walikuwa wasindikize mmoja ambaye anaitwa Hassanul Hassan. Akasindikizwa ukweli na akakuwa commissioner. Ako pale. Ukicombine hiyo mambo yote, alafu ingine tunasema katika Kenya tuko na region. Hakuna wakati unaweza patia commissioner wawili region moja na ingine haina. Kuna tukubali kuna moja wameweka central, of course in state officer. Kuna ingine ameweka kila mahali, lakini ukambani yote Eastern hakuna commissioner hata moja. Rift Valley tuko na wawili. So tunaulizana wakati unaongea mambo ya free, fair, credible, verifiable election results, lazima ionekane kuanzia saa hii. Na ndio maana tunaanza kuona kuna dalili. So we are saying tafadhali IBC, already tunawashuku. Tuongee ukweli. Tunawashuku as we speak. Because kama watu ambao wamekuwa, kama mimi nimepatiwa kazi na serikali, iniambie nitoke hapa nikuwe commissioner, of course utaenda kufuata vile serikali inakuambia. So si tunasema IBC we are avoiding, tuna avoid sana sisi kwenda kotini kusimamisha IBC, because tukisimamisha kuna watu wanataka tusimamishe ndio waseme nyinyi ndio mlisimamisha, kama vile walituambia mambo ya selection panel ndio wasongesha uchaguzi huko mbele, because wanaona 27 venye inaenda watashindwa. So wanaweza tumia hiyo njia kusema tu. Kwa hivyo hatutaki sana kusongesha, tunataka tudiu na hiyo IBC. Tukiambia IBC sisi hatuwaogopi, hata kama mumewekwa na serikali kura, wananchi wakipiga muhesabu zile kura wananchi wamepiga. That's all what we are saying. But speaking of which, kama jana the same day, mimi sijui nini inaendelea, na ningependa watu ya Mungu, hebu tuombe Kenya kidogo, mwende mahali muombe. Yani ndio hii mumezusha mambo ya Gachagua. Saa hiyo mumeshika na Tebea. Na Tebea anashikwa kwa sababu yeye anaongea ukweli. Akiongea ukweli wanamshika. Wanaweza sema ati ni mambo ya EACC. Rais alienda kampeni akisema hata tumia tena
vitengo za serikali kuhangaisha watu kisiasa. That's exactly what he is doing. Natembeya hakuna kitu amefanya. Watu wanatumia, watu wale wanaongea. Na ndio maana magavana wengi mimi nawahurumia, hawezi ongea. Wengi wamenyamaza because wanajua wakiongea faili yao inaitishwa. So Natembeya anakuwa na shida kwa sababu amekuwa akitoa serikali makosa. Alafu hata kama ni kushika watu, Salasia nini amefanya? Salasia kijana, yani serikali inaogopa Salasia. Salasia tu. Inaogopa Salasia tu kuzunguka. Instead waachilie Salasia zunguke hapa. Those are things we are saying. Tukiwa tu hapo watu wetu wanashikwa Tanzania. Okay? So mimi nasema hivi. Viongozi wa Kenya munaangalia script mingi sana na video na movie mingi sana za Uganda na Tanzania. Ati kwa sababu Tindarusi ameshikwa Tanzania na BCJ, so kuna watu wanaambia Kenya, kwani unashindwa na hawa watu? You know, piga opposition, piga hawa shika. You know, hakuna siku itatendeka. Tunawaombea watu wetu ya Rwanda, watu ya Uganda na Tanzania, lakini I can tell you, hapa Kenya ule mtu amewaambia, amewafanyia coaching, akiwaambia kwamba tutakubali mambo kama hiyo, is not going to happen. Si ati si ni watu wafujo, si hatuna fujo na mtu, lakini we are saying tafadhali Mr. President, let's not go that direction. Hii mambo ya kusema ati kwamba Gachagua hakujitoa kwa serikali ndio aanze kusema one term. Gachagua ni wewe ulimtoa. Ukimtoa usijui ulikuwa na expect afanyage nini. Umetoa yeye, ako na watu nyuma yake milioni kama 7, milioni 9, Mount Kenya 90% iko nyuma yake. Sasa ulikuwa na expect afanye nini? Si lazima angeenda atafuta watu wa kukutoa. That is what happened. For every action kuna reaction. So hebu kusikwe ni kama hatuelewani. Hakuna siku mheshimiwa Gachagua aliandika barua akatoka serikali. Mheshimiwa alikuwa anakuuliza maswali ndio muweze kuendelea za Kenya mbele. You decided to sack, to impeach Gachagua very mercilessly na kwa aibu nyingi sana, national shame, ukamuaibisha. Hakuna kitu kingine Gachagua ulikuwa expect afanye. So watu wa serikali mliamua hii vita, hii mambo yote mnaona, na pole sana wa Kenya, hii mambo yote kuvuruga yote na mambo ya maendeleo imekuwa imesafa because ya hii siasa ya mapema. It's because the president aliamua kuleta vita asubuhi. There's no way munge expect mheshimiwa Gachagua afanye any other thing. Kazi yake ilikuwa afanye Kenya anafanya, aseme one time because alisema you betrayed the community. Sisi tulikupenda tukafanya ABCD. Finally nataka kusema hivi. Mimi naishi hapa Nakuru. Na mimi naomba kiti ya Senate hapa Nakuru. Na mimi nataka niseme hivi. Tafadhali watu ya Nakuru, jamii zote zinaishi hapa. All the communities in Kenya, wote, kuanzia Waarabu, kuanzia Wateso, kuanzia Mijikenda, kuanzia Wasomali, kuanzia kila mtu ako hapa. What we are saying is this, tafadhali, wacha serikali isitupiganishe. Wacha serikali isituincite. Wacha si tukae venye tunajua. Watu wamekoma siku hizi. Mimi nitasimama na chama ya DCP. Kwa mfano, mimi sitachaguliwa because tu niko na chama ya DCP. Nitachaguliwa kwa sababu watu wa Nakuru wanajua mbaye ni nani. Na watu wanajua msimamo yangu. Na mheshimiwa Rigathi amesema categorically ya kwamba yeye anaachilia watu wote waende watafute kura. And I want to insist as a member of NEC, kama katibu wa masuala ya mipango na kiuchumi katika chama ya DCP, I want to retaliate msimamo ya mheshimiwa Rigathi Gachagua. Wacha watu waombe kura. Mimi niko hapo, nikiongea mahali naongea na niko ground. Nikiambia watu mimi naitwa Mbaye, niko na capacity, niko na knowledge, niko na exposure, niko na nia na uwezo ya kukua senator. Kila mtu azunguke aombe kura. Mheshimiwa amesema mimi watu yote ni yangu. But coming to Nakuru hapa, mimi nasema hivi, kuna jamii zote, Wakisii, Waluya, Wakalenjin, kila mtu. Sisi tukuja hapa kwa amani. Mtu yote ako na chama aingie ground. Chama yote dunia hii. Chama yote, mtu kuna register wa political parties. Mtu akuje na chama yake. Wacha vyama viende ground, zikuwe popularized. Tukienda huko mbele, mimi nikisimama na chama yangu ikuwe popular nisimame nayo. Hakuna ugomvi. Wacha wengine wajipange kivyao. Wacha wengine wajipange kivyao. Finally Nakuru, kuna vile tutakuja tuseme we want to share the county cake. Tutakaa chini tu share county cake. Lakini nationally, nationally kuna vile tunaendelea. So mimi ningependa niambie watu ya Nakuru, watu wasikuwe na wasiwasi ati chama ni mingi, ati jamii hii haiko na jamii hii kwa chama. Hapana. Democracy is very important. Finally watu watakaa chini waamue what will happen. I'm saying this. Vyama vyote ziko karibu kufanya kazi. Kila mtu aingie ile chama anataka na asimame na ile chama anataka kusimama nayo. What is important? Watu wajue kwamba kando na hiyo mambo yote, amani ni kitu ya maana. Nakuru ni nyumbani, Kenya ni nyumbani, East Africa ni kwetu, Africa ni kwetu na dunia mzima. Asanteni sana.